kwamba hatutaki kuonewa, hatupendi kuonewa na hatuko tayari kuonewa katika hili. Jambo hili ni jambo kubwa, lina fadhila hapa duniani, lakini lina fadhila kesho ahera. Kwa Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu wanafahamu hilo, na hapa tumejumuika kwa pamoja kwa ajili ya kupata iftari, na kwa wale wasiofunga kwa ajili ya kupata chakula cha jioni. Unapomfutulisha mtu aliyefunga, sawabu zake na uzito wake hakuna mtu asiyejua, na hasa yule aliyeelimika katika dini. Lakini pia unayemwezesha mtu kupata chakula ambaye amekaa kuanzia labda mchana ama asubuhi ajala, na amekuja kupata chakula kutokana na mchango uliochanga wewe ama uliochangisha, kwa kweli ni jambo kubwa na jema. Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri kwa hisani hii kubwa mliotufanyia. Kakaangu mratibu na viongozi wa klabu ya Yanga, Mheshimiwa Diwani, tawi hili kwa sasa ni miongoni mwa matawi makubwa sana ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Hakuna asiyejua harakati wanazozifanya wenzetu wa tawi hili kwa ajili ya kusapoti klabu ya Yanga, lakini kwa ajili ya kusapoti jamii iliyozunguka. Kila inapocheza mechi ya Yanga, aidha iwe ndani ya Dar es Salaam ama nje ya Dar es Salaam, kama hawakukodi kosta hawa kwenda mkoani kuifuata Yanga, basi watatuma wawakilishi, lazima wafike katika mechi ya Yanga. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa wanapaswa kutekeleza. Lakini tawi hili ni waanga kwa mapenzi yao ya Yanga. Wameshakutwa na misukosuko mingi, wameshapata ajali hawa, wameshakwama njiani hawa kwa ajili ya kuifuata Yanga na mapenzi yao ya Yanga. Mimi huwa naguswa sana na namna ambavyo wanavyoshiriki katika masuala mbalimbali klabu yetu ya Yanga. Hongereni na asanteni sana kwa kazi mnayofanya. Binafsi mimi hii ni iftari yangu ya 4 ama ya 5 kushiriki katika eneo hili. Kwa mara ya kwanza kabisa nikiwa mjumbe wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga mwaka 2021, ndio utaratibu ulianza, mratibu wa kanda. Na mimi nilipata fursa ya kuwa miongoni mwa wageni ambao walialikwa. Na siku hiyo nilipoalikwa, kwanza nilijua nimealikwa peke yangu, lakini nilipofika hapa nilimkuta mwenyekiti wa klabu ya Yanga Dr. Mshindo Msola ameshafika, kwa maana kwamba kwa uzito wa shughuli hii ambayo imeasisiwa pia na aliyekuwa mwenyekiti wa klabu ya Yanga enzi hizo Dr. Mshindo Msola alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuja kuzindua futari hii kwa mara ya kwanza mwaka 2021. Hongereni sana kwa kuendeleza jambo hili. Mimi nilikuja kipindi kile kwa tiketi mbili, kama diwani mwenye jirani wa kata hii ya Gerezani, lakini kikubwa kama mjumbe wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga. Baada ya shughuli ile wakanitamka rasmi kuwa mlezi wa tawi hili la Yanga Gerezani, na tangu siku hiyo sijawahi kuacha. Tumekuwa tukishirikiana katika masuala mbalimbali, na nipo katika grupu lao kwa ajili ya kufuatilizia shughuli mbalimbali na wanazozifanya, lakini vile vile kujua namna gani kama mlezi naweza nikasaidia. Kwa kweli nawashukuru sana kwa heshima hii mlionipa. Lakini wamekuwa na mahusiano mazuri na viongozi wa hapa. Wamekuwa na viongozi mazuri na viongozi wa chama katika eneo hili, na miongoni mwa wanachama nguli kabisa wa tawi hili ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wa kata hii ya Gerezani. Tumpigie makofi na vigelegele katibu wetu wa Gerezani kama mwanachama wetu na mlezi wetu katika hilo. Lakini vile vile Mheshimiwa Diwani amekuwa akishirikiana na hawa vijana wa tawi hili la Yanga kuhakikisha mambo yao yanakwenda, na ukweli kabisa hawajawahi kukwama. Hata walipotokewa na changamoto ya kuhusiana na swala la ofisi yao, miongoni mwa watu ambao niliwaomba na kuwasihi washike vijana wao waendelee kuwepo katika maeneo hayo ni Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Gerezani. Tumpigieni makofi na vigelegele Mheshimiwa Fatuma Mbaka. Unapokuwa na viongozi wa chama
na unapokuwa na viongozi wa serikali wanakuunga mkono, basi uhakika kabisa unachokifanya ni kitu sahihi. Niwahakikishie wanachama na viongozi wa tawi la Gerezani, mnachokifanya ni kitu sahihi, na sisi tuko pamoja na nyinyi. Mtu atakayejaribu kuwagusa kwa namna yoyote, basi ametugusa sisi. Na siku zote mtu anayekuanza wewe usimsubiri akumalize. Akuanzaye wewe umalize. Hii ndiyo kauli thabiti ya sisi wana Yanga. Hatuna tunachokiogopa. Kama klabu hii inahusishwa na historia ya uwepo wa Chama cha Mapinduzi enzi hizo 5, kama klabu hii inahusishwa na uhuru wa nchi hii, leo hii ulikuwa Tanganyika na sasa unaitwa Tanzania, kwa nini tuogope? Hatuna sababu ya kuogopa. Na ndio maana tunadiriki kusema kwamba hatutaki kuonewa, hatupendi kuonewa, na hatuko tayari kuonewa katika klabu hii. Yanga ina historia kubwa kupita kiasi. Historia yake inaweza ikawa kuliko hata iko klabu kingine kinachoonekana kikubwa. Kimetoka ubavuni mwetu. Kama historia ya Nabii Adamu inavyoeleza kwamba yeye ndo alikuwa binadamu wa kwanza kuumbwa, na baada ya hapo binadamu wa pili kuumbwa alitoka ubavuni mwake. Klabu ya Yanga ndiyo klabu ya kwanza kuwepo katika hivi vilabu vikubwa ndani ya Tanzania, na klabu ile nyingine imetoka ubavuni mwetu. Na kama mnavyojua, siku zote mwanamume ndio kiongozi wa mwanamke, hili halikupingiki. Na katika historia, nani aliyotoka ubavuni mwa mwenzake? Aliyetoka ubavuni mwa mwenzake ni Hawa, na mwenye ubavu ni Adamu. Kwa hiyo Yanga ni Adamu na Simba ni Hawa. Sasa niweje sasa mtu aliyetoka ubavuni wetu atupande kichwani? Sisi tutazidi kumtawala tu. Tumeshamtawala kwa vipigo 4, na kipigo cha 5 mfululizo kilikuwa kinakuja. Kipigo hiki amekikimbia. Ndugu zangu, niwahakikishie, hakuna timu bora katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kama Yanga. Kilichotutokea sisi mashindano ya klabu bingwa ni bahati mbaya tu ambayo inajitokeza kwa mtu yoyote yule duniani, na tunajipanga sasa hivi. Bahati mbaya ile hatujakurudia. Tunaenda kuwa mabingwa wa Tanzania 2024, 2025, no doubt. Tuna viongozi bora kuliko viongozi wote, na kuthibitisha hilo, kiongozi wetu, rais wetu ndio kiongozi wa vilabu vyote Afrika. Nani asiyejua Engineer Hersi ndio kiongozi wa vilabu vyote Afrika? Sasa kama tuna kiongozi mkubwa wa Afrika ndani ya klabu yetu, sisi sio klabu bora Afrika? Hivi nani atatubabaisha? Nani atatutetemesha? Cha msingi, walitakiwa watue uwanjani tarehe 8, afu wangeona. Kama tuliwafunga goli 5 kipindi kile, safari hizi ilikuwa 8 tu. Alikuwa na dauti. Tulijipanga sisi. Tuna wachezaji wenye uwezo. Hatuna majaribio sisi, wao wanajaribu. Na ndio maana mtu kiingia vibaya kwa Yanga unapigwa dala, unapigwa 6. Sasa wale walikuwa wanajaa kwenye mfumo, na walikuwa wakijaa kwenye mfumo. Goli 8 sio kitu cha ajabu katika mashindano haya. Ni kitu cha kawaida tu. Sisi tulikuwa tuwapiga goli 8 wale siku ile. Na bahati nzuri, mimi kama kiongozi mstaafu wa klabu ya Yanga nilishiriki baadhi ya maandalizi ya kuhakikisha mtani anakufa goli 8 siku ile. Lakini wenzetu nao wajanja wana mambo yao ya karumanzira, wamechungulia, wameona. Baada ya kuona wanasema hii haikubaliki, wametukimbia, wameingia mitini. Hivi kweli mnakuja uwanjani, mechi inachezwa saa 1, nyinyi mnakuja saa 4. Kwa nini msije saa 1 basi kufanya mazoezi kwa usawa ule wa mechi itakayochezwa? Mnakuja saa 4, lakini mnakuja na BM coach, mnakuja na gari lenu. Katika gari lenu kuna wachezaji 4, kuna vibabu vifupi karibia 16 vimevaa kazi, kuna mbuzi na kondoo ndani yake. Hivi hao ndio walikuja kucheza mazoezi uwanja wa Taifa?
Mbona unatuchezea? Mbona unauchezea uongozi huu wa TFF na wao wanakubaliana nao? Sisi tuliwaambia na wenzao wa pale uwanjani waliwaambia. Hakukuwa na wachezaji siku zile. Kulikuwa na vibabu vifupi vilivyovaa kanzu za njano na kanzu nyeupe na nyekundu, lakini vile vile kulikuwa na mbuzi na kondoo ndani ya gari. Sasa je, hao ndio walikuwa wanakuja kucheza mazoezi? Lakini saa 4, mechi inasema saa 1, saa 4 mnafuata nini? Kwa hiyo unaona kabisa walikuja na dhamira, walikuja na mipango na walijua utaratibu wa TFF kwa muda ule ama uongozi wa uwanja kwa muda ule wasingewaruhusu. Lakini walinzi waliokuwepo pale siku ile wasingewaruhusu. Walishajiandaa, walishajipanga. Haiwezekani kiongozi wa bodi ya ligi asubuhi saa 4 anatoa tamko, mechi iko, watu wametoka Uingereza, watu wametoka Urusi, watu wametoka Tabora, wametoka Kongo, wametoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Saa 8 unatangaza mchezo umekufa kwa sababu tu ya shinikizo la baadhi ya viongozi wasanii wa klabu fulani. Hili jambo ndugu zangu, mchezo wetu wa mpira una heshima kubwa. Lazima tuheshimu heshima tuliyojenga kwa muda mrefu. Lakini heshima hii niwahakikishie, si viongozi tu wa TFF. Mimi niseme viongozi wa klabu hizi mbili wanafanya kazi kubwa sana kuhakikisha soka letu linazidi kuimarika ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Lakini vipo vilabu sasa hivi kama Azam, Singida na vilabu vinginevyo vinafanya juhudi na kazi kubwa sana ya kuvutia soka letu liaminiwe na likubalike katika nchi hii. Hii si vitu vya kubeza. Asionekane mtu mmoja ama watu wawili ndio wenye nguvu ya kufanya mafanikio haya tunayopata leo. Ni mafanikio ya kwake au ya kwao. Haya ni mafanikio ya Watanzania wote chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye ndio kiongozi mkuu wa taifa letu, lakini yeye ndio shabiki nambari 1 na mhamasishaji nambari 1. Yeye tunafahamu kwamba ni Simba kindakindaki, lakini ni mpenzi mzuri wa michezo katika jimbo letu la Ilala. Anashirikiana na sisi kwa kila jambo, kwa shida na raha katika jimbo letu la Ilala. Na hata mafanikio ama ufanikishaji wa jambo hili pia naye kulikuwa na mkono wake. Binafsi kwa niaba ya viongozi hawa tunamshukuru sana Mheshimiwa Musa Azan Zungu aka Ngaliba, naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mchango wake mkubwa wa michezo katika jimbo letu hili la Ilala, lakini pia kwa kuwa sehemu ya ufanikishaji wa iftari hii. Mwenyezi Mungu amjalie kila laheri na ampe afya njema mzee wetu Musa Azan Zungu. Kwa kumalizia, ndugu zangu, tuendelee kushirikiana. Ligi haijaisha, ligi ndio kama kwanza inaanza. Tupo katika mashindano ya CRDB, tupo katika mashindano ya ligi yetu ya Tanzania.